إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى وهو للحمد أهل، ونشكره وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن لا إله إلا الله. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، mmoja katika wataalamu ambao walifunza sheria Mwenyezi Mungu vizuri, kwa jina akijulikana al-Imam al-Qurtubi, aliyazungumza maneno kwa maslahi ya umma wote. Kasemaje? Amesema idha istama'a al-'abdu ila kitabillahi ta'ala, atakapokaa kitako pahala mja akasikiliza maneno ambayo yanazungumzwa kutoka kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu aliyemtukufu, wa ila sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam, au akakaa pahala panazungumzwa maneno ya mtume rehema za Allah zimwendee na manipia, lakini biniyatin sadiqatin, amekaa pale kwa makusudio ya kupata kheri, kama yuhibbu Allah, kama vile ambavyo Mwenyezi Mungu anapenda mja anapokaa pahala kusikiliza maneno yake akae kwa heshima na adabu. Basi katika mambo ambayo anaamua Mwenyezi Mungu kwa mtu huyo, afhamahu Allahu, Mwenyezi Mungu anamfahamisha kile kitakachozungumzwa pale kama yajibu, kama vile ambavyo inastahili. Wajala fi qalbihi nura, na Mwenyezi Mungu akitoka pale mtu huyo anaweka katika moyo wake nuru. Kama alikuwa na ugomvi na mwenzake kwa muda ule utaondoka, kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweka katika moyo wake nuru. Alipotoka katika kikao hicho katengenea mtu. Kwa hivyo basi, kabla ya kuzungumza chochote kwenye hotuba, naomba tukae vyema, ili ukitoka hapa Mwenyezi Mungu akutengeneze moyo wako mja. Umetoka nyumbani umekuja kwa jambo maalum kupata kheri, basi usije kuondoka mtupu. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyana wa azimana wa habibana Muhammadar Rasulullah, نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى. Enyi watu, na kuhusieni katika jambo la kumwogopa Allah ipasavyo, wasi ambao nahitajika mwanzo kuipa nafsi yangu jambo hilo. Ila aina, kwa kuwa ndiyo siku yetu ya kwanza kupanda membari hii kwa ajili ya khutba, wapi twende? Innani antaqilu bikum ila janahi sur'a, mimi itanibidi niondoka kwenu nyinyi kinadharia. Min huna ila madrasati rabbaniya, niende mpaka chuo maalum ambacho hicho mara nyingi wanatengenezwa binadamu, kwa sababu ni chuo cha malezi.
maktubun ala babiha albirru la yabla, ukifika bango lake litakuonyesha maandishi makubwa mno yanayoandikwa kwamba wema hauozi wa dhambu la yunsa, na kosa hazisahauliwi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa ni hivyo, wadayanu la yamut, na Mwenyezi Mungu mlipaji hafi, i'mal ma shi'ta kama tadinu tudanu, fanya upendavyo mja, lakini hakika vyovyote utakavyofanya siku moja utalipwa. Ya nafsi, kwa kuwa habari yenyewe, kwa hivyo ewe nafsi, juzi ani dunya mudabiratan, punguza mambo duniani hapa, hali ya kukimbia. Wa khalli anha, na iwatupilie mbali pahala dunia. Fa innal aisha quddamu, kwa sababu maisha yasikudanganye mtu, maisha mbele bana, hapa ni kupita pita tu. Wa indama fatahtul baba, na wakati nilipofungua mlango wa madrasa hiyo, wajadtu an-nasa ba'da al-bi'thati ala thalathati aqsam, nilipofungua mlango nikaingia ndani kuipekua madrasa ndani, nikakutia kwamba watu baada ya kufufuliwa watakuwa namna tatu mbele ya Mwenyezi Mungu. Sasa ukitoka hapa utajipeleka wapi? Katika fungu gani uwe? Fungu la kwanza au la pili au la tatu? Dhakarahumullahu ta'ala, amewataja Mwenyezi Mungu watu hao fi surati al-Waqi'a, katika sura al-Waqi'a aya nambari 8, 9, 10. Pale sasa ndipo alipogawa Mwenyezi Mungu binadamu watakapokuwa baada ya kufufuliwa mbele ya Mola wao. At-taifatu al-ula, kundi la kwanza, wasabiquna as-sabiqun, wale ambao wametangulia watakuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanatangulia katika mambo ya khairi, mambo mema. Sabaqu ila al-a'mali salihah, walitangulia katika matendo ya khairi. Wa hum as-sabiquna ila ath-thawabi wal-ajri, na wao ni wale wanaopiga hatua kwenda katika malipo makubwa na thawabu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutekeleza matendo yaliyokuwa ya khairi. Ulaika al-muqarrabun, watu hawa kundi la mwanzo watakuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ila a'la al-jinani, watakuwa wao pepo ya juu kabisa, wakaujirani na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala peponi. Wa huwa al-firdaus al-a'la, nao watakuwa sehemu ya juu yenyewe ni kwenye firdaus, ambao ni pepo ya juu hiyo. Fawqahu arshur rahman, juu yake pepo hiyo ikiwa iko arshi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Imra'atu fir'auna, kwa kuyaona hayo mke wa Fir'auna, qalat li rabbiha subhanahu, alisema kumwambia Mola wake, Rabbi ibni li baytan fil janna, Mola wangu, kwa kuwa matunda yenyewe ni kama haya, nakuomba unijengee jumba peponi. Wanajini min Firauna wa amalihi, na niepushie mbali kutokana na Firauna na vitendo vyake, machilie mbali. Kana dunia ina thamani zaidi kwa yeye, najini min Firauna wa amalihi, machilie mbali Firauna na vitendo vyake na pamoja na jamaa zake. Wanajini min alqawmi adh-dhalimin, na niepushe na watu ambao madhalim, niepushe nao Mwenyezi Mungu. Illa ninachokuomba ibni li baitan, kwa kuwa ameyagundua kwamba watu watakaokuwa na nafasi hii ndio watakaokuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Hakutaja rais hapa, wala hakutaja mbunge wala nani. Walitaja al-mutaqarribuna ila Allah, wala wenye kujisogeza kwa Mwenyezi Mungu zaidi, bifi'li a'mali salihah, kwa kuyatenda matendo yaliyo mazuri. Tayeb, fakaifa kanat ta'ishu hadhihi thulla, kundi hili hapa duniani lilikuwa linaishi namna gani mpaka Mwenyezi Mungu akaliweka kwamba hili litakuwa ndo karibu yangu hili.
lilikuwa linaishije? Innaha kanat taishu, kundi hili lilikuwa linaishi ala qawlihi ta'ala, juu ya tamko la Mwenyezi Mungu aliposema inna nakhafu. Hivi ndivyo ambavyo walikuwa wanaishi wao. Sisi bana tunaogopa min rabbina, kutoka kwa Mola wetu. Tunaogopa nini? Yawman abusan qamtarira, siku ambayo ngumu sana, majuso ya binadamu yatakunjika sana kwa kupiga weusi. Tasawajika kwa kuangalia mambo ya vishindo, basi wao wakaona hebu waachane na mambo ya kumzushia Mwenyezi Mungu asofaa, waachane na mambo ya kudharau kitabu chake Mwenyezi Mungu, waachane na kukimbia misikitini kwa ajili ya dasa ikani mitupu. Wao kajiweka kitako pale, hawakwenda katika football ya fulani fulani, hapana, walijiweka kitako magharibi ile, wakaona bora wajichukulie thawabu pale. Hao walikuwa wanaogopa siku ngumu hiyo. Hilo ni kundi la kwanza ambalo litakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Na kundi la pili, ashabul yamin. Sasa ndugu Muislamu, kama uko kwenye kundi la kwanza, basi utaonekanika vitendo vyako, na kama huko litazame kundi la pili kama utakuwa umo. Mathalan kundi la pili, ashabul yamin, watu wa kuliani. Fa ashabul maimana, watu watakaokuwa kuliani kwa Allahu azza wa jalla yawm al-qiyama. Ma ashabul maimana, ni ukubwa ulioje na utukufu ulioje yale ambayo watapata watu waliobahatika kupata nafasi hiyo kuliani kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Fa inahum yawma idhin, haya wale wa mwanzo, wale waliojitahidi katika ibada za Mwenyezi Mungu wakajisogeza karibu, wao ndio watakuwa nafasi za kwanza kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Hawa je, watakuwa katika maeneo gani? Hawa mabana kwa hakika fi sidiri makdude, watakuwa katika mikunazi ambayo ilipangiliwa vizuri mno kabisa huko peponi. Na usifananishe labda pengine mkunazi huo na mkunazi wa duniani, hapana kabisa. Ili yaghsha sidrata ma yaghsha, ameuzungumza Mwenyezi Mungu katika sura An-Najmi. Unakumbuka habari ambayo mti huo utafunikwa na yale ambayo utafunikwa mti huo. Mambo gani? Katika Al-Allama Ibn Uthaymeen alieleza kwamba katika yale ambayo tafunikwa na mti huo ni katika matukufu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wa bal'in mamdude, na watakuwa katika migomba iliyopangwa vizuri mno kabisa huko peponi. Wa ma'in, na pia watakuwa kwenye maji maalum maskube, ambayo hayana mgao wa kila mwaka au wa kila mwezi, kwamba kitongoji fulani cha Kikwajuni tarehe fulani itakuwa ndio zamu yao ya maji, au watu wa pahala fulani pepo fulani itakuwa tarehe fulani ndio zamu yao ya maji. Hakuna kabisa kabisa mambo kama hayo. Wa ma'in maskube, na maji yanayokudumu kila wakati, akatiki labda kwa kutokea ikhtilafu ya umeme wa kadani. Hakuna kitu kama hicho. Isitoshe, wafakihatin kathiratin, na matunda wayatakayo mengi mno, la maqtu'atin wala mamnu'a, haina siku labda pengine hichi kipindi ni cha jua kali matunda hamna, hapana, wala mamnu'a, wala haitafikia wakati labda mtu palitolewa kazi hakutekeleza, yeye atazuiliwa kula kwa muda masaa kadhaa. Hakuna kitu kama hicho. Limithli hadha yadhubu alqalbu min kamadin, kwa vitu kama hivi basi kwa hakika moyo utakaosikia habari kama hizi pale huo unayayuka kutokana na takataka za kumdharau Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ukitoka pale kwa hakika unakuwa kwa safi. Lakini in kana fil mar'i imanun wa ihsanu, ikiwa kwa huyo muhusika mwenye kusikia habari hizi ana imani ya kumkubali Mwenyezi Mungu kwanza, na
anafanya matendo kama kwamba Mwenyezi Mungu anamuona. Akiwa mtu hivyo, basi kwa hakika moyo wake akipata vitu kama hivi, akiondoka pale mtu katengenea, kama alikuwa na uzembe wa kutokwenda darasani, atatengenea mtu atarekebisha kabisa hali yake. Hilo ni kundi la pili. Da'i alhaditha ma'i ba'da jalsati listiraha, wacha mazungumzo yaendelee baada ya kikao kifupi cha mapumziko. Wallahu a'lam. الحمد لله رب العالمين يا رب، ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل يا ابن آدم تفرغ لعبادتي فلا تلعب أملك صدرك غنى. Mola wetu katika maneno yanayojulikanayo na matukufu si katika Qur'ani al-Karim anaeleza kwamba wewe mja, chukua nafasi ya kuniabudia mimi, wacha maskhara, utaonana na mimi. Amlak sadaraka ghina, mimi nitakijaza kifua chako kutosheka utajiri. Watakallaftu rizqak, na kama mimi Mola wako nilikuwa ninakupa riziki kwenye tumbo la mamako kwa kupitia kitovu, binafsi ya damu ya mzazi wako wa kike nimeikomande, nimeibadilisha nikaikausha kwa mtindo maalum, ikawa ni chakula chako kwenye tumbo la mamako. Humkuti mjamzito labda akitoka damu kama wanavyotoka wanawake wengine, hapana. Basi kwa kuwa takallaftu rizqak, mimi Mola wako nimejiwajibisha kukupa wewe riziki, fala tataab, wacha kujitesa bure. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alayhi wasallam alqa'il, natoa shuhuda nyingine ya kumshuhudia Muhammad kwamba yeye ni mtume wa Mwenyezi Mungu msemaji, kullu ummati yadkhuluna aljanna, watu wangu wote kwa hakika ninatoa tangazo wataingia peponi wote kabisa, illa man aba, labda mtu akatae mwenyewe. Huyo kwa hakika ndiye nabii wetu. Nashhadu annahu ballagha ar-risala haqqal balagh, mtume tunashuhudia kwamba kafikisha ujumbe kwa upeo wake mpaka ile anaondoka duniani. Basi hakuachia umma hivi hivi. Katika maneno yake ya mwisho anaambia as-salatu wa ma malakat aymanukum. Amma ba'du, tukiwa tunaendelea na kundi la tatu katika makundi ambayo yatagawika baada ya kufufuliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wapi huko utajieleza mwenyewe baada ya kusikia khutba hii ya mwisho. Ashabu shimal, kundi la tatu ni watu wa kusotoni. Hawa ni watu wenye hatari sana hawa mbele ya Mwenyezi Mungu. Ashabu shimal, ashabu shimal, watu watakaobahatika upande wa kusoto hawatambuliki na Mwenyezi Mungu, ni hasara iliyoje kwao. Hawa tangu walipokuwa wanaishi duniani walimdharau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Mola wao. Kitabu chake binafsi wameona hakina maana kwao. Binafsi buyutahu, wamewakisi kwamba ni katika majumba ambayo inaingia kwa time mtu fulani, labda pengine mtu kasikia adhana ndo anaingia kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu, haingii kwenye nyumba hiyo kwa jambo jingine. Maanahu, pamoja na kwamba majumba hayo amara Subhanahu wa Ta'ala, Mola wetu mtukufu ameamrisha anturfa, yatukuzwe na kuimarishwa. Fa kaifa yu'maru, yataimarishwa kwa kupatikana dasa. Haimarishi misikiti kwa pengine marangi mafeni, hapana. Misikiti bana inaimarishwa kwa durus, watu kuwa na hamu ya kumtafuta Mola wao. Lakini wapi, ukiweka dasa misikiti mingi unakuta watu wawili watatu. Hawa sasa
watakaobahatika kuingia katika kundi hili ma ashabu shimal, kwa hakika watakuwa na hatari sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Hatari iliyoje! Hawa watu kwa hakika fi samumin, watakuwa katika upepo wenye joto kali siku hiyo, upepo uliokuwa na moto wa hamim, na maji pia vile vile ya moto ya uzao wa dhilli, na kama watahitaji msaada pengine na wao wapumzishwe katika vivuli maalum, basi vivuli hivyo min yahmum, vivuli ambavyo vinatokana na moshi uliokuwa mweusi unaunguza vibaya sana. Sasa binadamu yupo katika upepo ule unakuja, upepo wa moto, akitupia macho maji yenyewe ya moto, lakini kivuli chenyewe pia vile vile kinakuja na moshi mweusi tena uliokuwa moto sana. Hawa ni watu ambao watabahatika kuingia kwenye kundi la tatu, la baridin, hauna starehe upepo huo au kivuli hicho, wala karimi, wala labda pengine kustareheshwa pahala patukufu ambapo wanaseki kwamba kaja mgeni mheshimiwa awekwe pahala pale patukufu. Hakuna kabisa kitu kama hicho. Innahum kanu, kwa nini walipo hivyo? Walipo hivyo kwa sababu wao walikuwa duniani kabla dhalika, kabla kufika mambo hayo, mutarafina, ni watu wenye kupenda mambo ya starehe sana, wanajiachia sana duniani, hawaishi kwa katiba anaeleza Mwenyezi Mungu, anaishi mtu atakavyo, achuhu. Kama kabla dhalika mutarafina, wao kabla kufika na adhabu hii walikuwa hapa duniani wanaishi kwa mambo ya starehe. Akapa ana mtu apoteza mchana kutwa achezea simu tu, game, mpira, kitu gani, wasanii. Hivi ndivyo tunapokwenda mbele ya Mwenyezi Mungu. Ukimkamata mtu, hebu nisomee sura tulipata, utakwenda mbio. Bali wakati ninakuja na huku, nimekutana na bwana mmoja akaambiwa na watoto wadogo tusomee dua, akaisoma a'udhu billahi minash shaitani rajim. Wallahi kuipata hakuipata kabisa. A'udhu hapa au akasoma bismillah, wallahi mateke matupu. Na ndo anakwenda sasa miaka kama 70 na kitu juu. Maskini umri wake umetoketea katika mambo ya upuuzi. Basi innahum kanu, wao walikuwa kabla kufika na aya mutarafina, wakipenda sana mambo ya anasa starehe. Sasa hawa yakulu lahum maulana tabaraka wa taala, watu hawa Mwenyezi Mungu ataambia siku ya kiyama, sasa nyinyi kwa vitembeleo vyenu hivi vinavyoonyesha kwamba ni watu ambaya, atasema kuambia nao, summa innakum, ikisha nyinyi, ayuha dhaluna, enyi wapotevu, almukadhibuna, mlokanusha maneno yangu, alladhina la ya'maluna, ambao hawafanyi matendo ya kheri, almukadhibuna lilkhabar, wenye kukanusha maneno ya Mwenyezi Mungu, fahum la yusaddiqunahu aslan, wao hawakubali, hawasadikishi kabisa. Hawa kwa hakika la akiluna min shajari min zakum, watakula majigogo hawa uko motoni yanaotokana na zakum, ambao ni majiti ya mkunazi hayo. Lakini umepewa sifa hiyo kutokana na vile ambavyo mtu atakuwa analisukuma jiti kwenye mdomo wake. Wasumia zakuman lianna al-insana, Mwenyezi Mungu kalipa sifa hiyo ya jina hilo kwa sababu mwanadamu idha akalahu, wakati atakapokula mti huo, yatazakkamuhu tazakkuman, atakuwa analisukuma gogo pande na gogo nende ndani, lakini aliendi. Famaliuna min al-batn, hivyo kwa babu na mashaka, mtu ana njaa eti atalisukuma mpaka litakwenda, kama litachuna shingo litafanyaje? Basi atalisukuma mtu, watajaza matumbo yao kwa sababu ya majiti hayo.
ma annahu, pamoja na kwamba chakula hicho murrun, chakula ni kichungu mno, mjiti michungu mno, khabithu raiha, harufu yake ni mbaya mno, karihul mandhar, hata ukilitazama limejaa miba jiti, alafu unaambiwa hichi ndiyo chakula chako. Afadhali chakula cha jela, afadhali chakula cha jela, huenda pengine baadhi ya maskari wakawa na huruma kule, lakini motoni kwa hakika mtu hicho ndicho itakuwa chakula chake. Akiponyoka mtu kwenye kundi la tatu ajiandike kwamba mimi nimeumia vibaya sana. Lakini lishiddati ju'ihim, kutokana na ukubwa wa njaa yao, yakuluna kama yakulul mutarru, watakula hivyo hivyo kiroho mbaya, kama anavyokula mtu aliyokuwa na tabu kubwa sana, yuko jangwani, pengine umetokea mzoga, hivyo hivyo unanuka, lakini kwa kunusuru maisha yake ilibidi mtu anakula hivyo hivyo. Yatajarrahu, atakuwa anasukuma mtu, anakisukuma chakula hicho, wala yakadu yusighuhu, na wala hakaribii kabisa kuweza kukipeleka ndani. Wayatihi almautu, chakula kimekwisha kaba kwenye roho, juu hakiendi, ndani hakiendi. Umuone binadamu anavotoka kipovu cheupe hapo. Sasa mathalan ni mtu pengine hana utaalamu wa kula viazi vikuu kikakwama kwenye koo, hapo kwa hakika mtazame binadamu licho lake la kumkodoka hapo. Sasa kipofu cheupe kinamtoka, atokee mwenzake labda pengine ampige ngumi ya mbongo, angalau lile pande liweze kutoka kwa spidi, hakadha basi yatajarrahu wala yakadu yusighuhu, akiwa mtu katika hali kama hiyo motoni. Wayatihi almautu min kulli makan, na kifo kitamjia kitoka kila upande. Wama huwa bimaiti, na kibi hafi kabisa, kwa sababu mauti yashaondolewa, hakuna kufa. Wa hadha ashaddu aladhabi, na hii ni ukubwa wa adhabu kudesa binadamu hivyo. Thumma madha, kisha kinachofuatia nini? Amekwisha mambo, hajaisha bado. Thumma idha mala'u butunahum, kisha watakapojaza watu mitumbo yao, min hadha at-ta'am, kwa kupitia chakula hichi, ishtadda hajatuhum ila sharabi, wa itazidi shida yao kuhitaji msaada wa maji. Sasa kwa sababu ndo kawaida ya binadamu, anapokula basi atahitaji maji yasikumie chakula, hususan ikiwa pana joto kali. Hutafuta mtu akiona kwamba maji haya kwa moto, anatafuta pengine juisi iliyokuwa na baridi nzuri iweze kumstarehesha kwenye mwili wake, hakika angalau kupunguza joto la joto la mwili. Basi watakapokula chakula hicho watahitaji msaada wa maji. Fakaifa yakunu sharabuhum, watakunywaje? Katika kinywaji watakachokunywa watakapohitaji msaada wa maji, fasharibuna alayhi min alhamim, watakunywa maji ya moto. Kwa upande mwingine, baada an yastaghithu muddatan tawilatan, baada kuomba msaada kwa muda mrefu, lakini wanapopatika motoni watahitaji msaada wa maji kwa muda mrefu, wanaomba maji. Wasafahu maulana tabaraka wa taala, ameyasifu Mwenyezi Mungu maji hayo watakaopewa au kinywaji hicho katika sura Al-Kahfi aya nambari 29, amesema ya kwamba wa in yastaghithu, iwapo watahitaji msaada wa maji wasaidiwe, yughathu bima'in, watapewa msaada wa maji, lakini maji yenyewe yako hivi, kalmuhli, kama shaba iliyoyayushwa pahala, imeyayushwa vizuri. Wanaambiwa hichi ndicho kinywaji chenu, yashwi alwujuha, na kwa kuwa ni shaba kabisa, akipeleka mtu usoni inamuambua uso wote mzima kabisa. Ama kwa hakika bisa sharabu, hichi kwa hakika ni kinywaji kibaya mno. Wasaat murtafaqa, na makazi anakwenda kuishi mtu wa kundi la tatu ni makazi mabaya sana. Katika upande mwingine kwenye sura Muhammadi ameeleza kwamba wasukuma anhamima, na watapewa maji ya moto yakifika tumboni, sifa yake faqatta
am'aahum, yatakatia mbali machango yao watu. Fasharibuna, kwa kuwa wamekaa na kiu kwa muda mrefu, watakuna shurbal him, unywaji wa ngamia labda pengine alowekwa zizidi kwa muda mrefu, kakuta maji kafamia, anakunywa mtu unywaji ule. Shaba ileweshwa vizuri sana. Hadha nuzuluhum yawm ad-din, haya ndiyo makaribisho yao watakaokaribisha na Mwenyezi Mungu siku ya malipo. Ibn Adam, kwa kuwa makundi kama hayo matatu hatujafahamiana kwamba sisi tuko kwenye kundi lipi, ashabul yamin amil muqarrabun, au tuko katika kundi la upande wa kusoto wa kudharauliwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usije ukafikwa na hayo, tazawwad min at-taqwa, chukua zawadi hii ya kumcha Mwenyezi Mungu kila wakati, bilisanik, kwa ulimi wako na vitendo vyako. Fa innaka rahilun, kwa sababu wewe unasafiri, tunakwenda sote. Kama una miaka 40 sasa, umebakisha miaka kadhaa kwenda za kwa akhera, basi wasari ila alkhairati fi man yusara'u, kimbilia katika mambo ya khairi kwa yule ambaye khairi hizo zinakimbiliwa. mal malu wal ahluna illa wada'i'u, kwa sababu mali na watoto hivi vinavyotuhadaa havikuwa isipokuwa ni vitu vya kuazimwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtazama yule ambaye kamiliki dunia na kila kitu, anapoondoka duniani anaondoka na kitu jambo gani? Haondoki na lolote, nyumba yake wala gari yake, anakwenda mweupe kama yeye. Malmalu wala haluna, hazikuwa mali na ndugu jamaa na marafiki, illa wada'i'u, isipokuwa ni vitu vya kuwazima. Wala budda yawman, na hakuna budi siku moja, anturadda alwada'i'u, virejesho vyote vilivyoazima kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala lazima urejeshe. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قنا شرار خلقك، وحل بيننا وبين كل منافق، ومن أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فسلط عليه سيف انتقامك يا جبار برحمتك يا لطيف، إنك على ما تشاء قدير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك يا أرحم الراحمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله. أقم الصلاة.